on the blood that has power, on the blood that overcomes. On Shari was under here, under Ashara, every territory now, every territory submits to the blood, every territory now, all subjection of the blood of Jesus. Rakazanda, Rekazandaria, Oshara Zandaria, your good side. Oh Lord, I worship you. Oh Lord, I honor you. Oh Lord, I magnify your name. Lord, I give you glory. Lord, I give you praise. Thank you for the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood that overcomes for us. Oh, the blood that fights our battles. Oh, the blood. Oh, by the reason of the blood. Oh, we are firm. We are not going to be moved because of the blood. Oh, there is victory in the blood. There is overcoming in the blood. Ashaka Osanda, Riwasanda, Oshikiatazai, Yokutazai. Oh, we bless you. Oh, we honor you. Thank you for the blood. Thank you for the blood. When the Lord says the blood, when the Lord says the blood, when the Lord says the blood, it will pass over you. When I say the blood, when I say the blood, when I say the blood, I will pass over you. When the Lord says the blood, when the Lord says the blood, when the Lord says the blood, it will pass over us. Father, we want to thank you for the blood of Jesus. Oh, the blood that fights for us, the blood that overcomes for us. The blood of Jesus is our victory. There is power in the blood of Jesus, and they overcame him by the blood and by the word of their testimonies. Oh, by the reason of the blood, we are overcomers, we are conquerors, we are victors. Church, celebrate the blood, shout and cry and celebrate. Thank you for the blood. In Jesus' name, amen. The Bible says in the book of Galatians, Lakini Biblia it inasema is a fruit of the Spirit. ya kwamba kama ni tunda la Roho, But that is not my message. lakini hiyo sio yenye ninaongea leo. Fruits are from a tree. Maana uelewe matunda inatoka kwa I mti. believe we will have time of talking about faith. Na ninaamini tutakuwa na wakati wa kuongea kuhusu Because to imani. me it's a fruit. Maana hiyo ni tunda It's not what other people are taking it. na sio ile pia watu huchukulia. There is a tree which is called confidence. Kuna mti ambayo inaitwa That is the ujasiri. fruit that brings up the fruit which is called faith. Na hiyo ndio inaleta tunda la imani. Now, the topic I have today Na ile ambayo ninayo leo is about choosing the kingdom of God. kutafuta ama kuchagua ufalme wa Mungu. We are in women's conference. Sisi tuko katika kongamano la wamama. Women Wanawake choosing. kutafuta ama kuchagua. Women Wanawake choose the kingdom of God. chagua ufalme wa Mungu. Choose the kingdom of God. Chagua ufalme wa Mungu. Choosing the kingdom of God. Kuchagua ufalme wa Mungu. God has our
life. Mungu ameweza kutuweka katika maisha yake. Space and time. He has given us space and time. Yeye ametupatia nyakati, The unique and privilege to make a choice. na pia ametupa nyakati ya kufanya uamuzi. Each one of us have a decision. He have a time and space. Na wakati wa kufanya uamuzi katika maisha yake. I'm talking to women. Naongelesha wanawake. When a woman, wakati mwanamke get married, when you get married, wakati unaolewa, you make a choice. huwa unafanya It was because of your decision. Ni lazima ufanye uamuzi wako. It was your choice. Hiyo ilikuwa ni uamuzi wako. No one gave you a husband. Hakuna mtu alikupatia mwanaume. No. Hapana. You decided for yourself. Wewe ndio uliamua. Whether your house is in shambles or is good. Hata kama nyumba yako ni mbaya, It was your decision. nzuri, ilikuwa ni uamuzi wako. So I'm talking about choosing the Na kwa hivyo kingdom. ninaongea kuhusu uamuzi. Choosing the right direction. Uamuzi wa njia ya Choosing the right way. njia nzuri ya kwenda. Choosing the right way of doing things. Kutafuta njia ya kufanya vitu. Choosing to serve the Lord. Na kutafuta uamuzi wa kufuata Yesu. These choices Uamuzi huu have eternal effects. iko na vitu ambazo ni za Whether milele. good or evil. Hata kama ni mbaya ama ni But nzuri. your decision Lakini uamuzi wako has an end. iko na mwisho It's wake. taking you somewhere. Inakupeleka mahali. You choose. Uamuzi. Now, what I'm saying this. Kile ninasema ni hiki. Each day present us Kila siku with tunapewa new circumstances huwa inatupatia hali. and new opportunities. Na kila wakati kuna wakati. Either choose for the truth. Na ili tuweze kuamua na ukweli kile kiko As sawa. you are having time, Vile unakuwa na you are given an opportunity, umepewa a nafasi chance for you to choose. ili kwamba uamue You uamue. may choose good or bad, Ili uamue vizuri ama but the vibaya. choice is yours. Lakini uamuzi So woman, choose wanawake a kingdom. You have time to choose. uko na wakati wa The kingdom. kuamua. It's your decision. Ni uamuzi wako Choosing the kingdom. kuchagua ufalme. Now, his divine principles of truth. Na tuna ukweli katika haya We are ambayo choosing his divine principles of ili ya truth, kwamba tunatafuta mbinu ambazo ni which za will ukweli. strengthen us Ili ambazo tumepewa. and enlighten us Na yeye ametuonyesha as we take our decision. vile tunavyochukua uamuzi. The thing is, Kitu ni hiki. you need to distinguish Ni lazima utofautishe between temporal choices ile ambayo katika and uamuzi eternal choices. na ile ambayo ni ya milele. What have you decided? Je, umeamua nini? Are you choosing temporal things? Je, unatafuta vitu ambayo ni ya kwisha Are you choosing eternal things? ama unachagua vitu ambazo ni za You milele? need to have a Ni choice. lazima ufanye uamuzi. Amen. Amen. I'm talking about choosing. Ninaongea kuhusu uchaguzi. You are not forced. Sio tunasukumiwa. Worshiping Jesus Christ. Wewe katika Kristo Yesu, No one will force you. hakuna It's aliye your choice. kusukuma, ulifanya uamuzi kumpokea Yesu. Let me tell you. Wacha nikuambie, That's why other people are worshiping prophets and people. ndiyo sababu watu wanaabudu That is manabii their na choice. watu wengine, maana ni uamuzi wao. They choose to go to hell. Wao wameamua kwenda It's their jehanamu. choice. Ni uamuzi wao. I'm talking about choosing. Naongea, What is your decision? je, uamuzi wako ni gani? You are given opportunity Wewe umepatiwa nafasi to take the preference of the course you want to take. ili uweze kuona ni gani na kufurahisha uchukue. It's your choice. Ni uamuzi wako. Decision. Uamuzi. I'm going with you. Naenda na nyinyi. I say, woman, Nasema mwanamke, choose amua what you want. kile unataka. Let me tell you, Wacha nikuambie, most of
of the families, most of the houses, nyumba mingi they are broken. zimefunjika. Why? Kwa nini? We choose to follow other people's influence. Tulianza kufuata watu vile You choose following other people's opinions. walituweza kutufurahisha ili tuende na wao. There is a group. Kuna kikundi, I'm not against it. mimi siko kinyume yao. We have to have such groups. Ni lazima tuwe na hao. Like women's pressure groups. Sasa hiyo amesema, mmeielewa? They are there. Women what? Pressure groups. Pressure groups. Kuna ile kikundi ya wamama ya kujifurahisha. Or we call them women's liberation movement. Hapa hiyo ni kikundi ambayo cha wamama ambacho kimeweza kuwa women liberation movement. Na hiyo kikundi ni kali sana. They stand for the ladies. Maana wao wanasimama wanasema tuko kwa sababu ya wanawake. But a funny thing with it, lakini shida na hiyo kikundi ni the people who are representing these groups, hawa watu ambao wanasimamia, they are not even married. Hata wao hawajaolewa. They are divorced. Wao ni watu wamewekewa talaka. And they are causing confusion in other people's. Na kwa hivyo wanaleta shida katika nyumba za watu wanaolewa, in other people's families, hata katika nyumba za watu wengine. Let me tell you something. Wacha niwaambie kitu. Women, wanawake, very important before God and men. Ni watu wa maana mbele za Mungu na kwa mwanadamu. That's why we cannot survive without you. Ndio sababu hatuwezi kuwa bila nyinyi. And I like one of the singers, he said, no woman, no cry. Alafu napenda kuna mwanaume fulani, yeye aliimba akasema, kama kuna mwanamke basi hakuna kilio. Why I'm saying this? Ni kwa nini nasema haya? I want to see people changing. Ninataka kuona watu. I want to see a woman developing. Ninataka kuona. I want to see a woman elevated. Nataka kuona mwanamke taking a better position. Ninataka kuona mwanamke katika ngome fulani hali ya juu. You are very important. Maana wewe ni wa maana sana. It's only you don't know yourself. Ni vile wewe hujijui. How important is how special. Vile ulivyo wa maana. Amen. I want to tell you are very important. Nataka kukuambia you are so special. Wewe ni wa maana sana. Amen. We experience love because of you. Huwa tunapata upendo kwa sababu yenu. Wakati wa kuzaliwa, you accepted us as human beings. Ulikubali sisi kama viumbe. You develop us. Maana ulitutengeneza ndani. Amen. Amen. You must know that you are very important. Lazima uelewe wewe ni wa maana. You know, when a child goes outside to play, wakati mtoto anaenda nje kucheza, he will come with a lot of dirty. Yeye atakuja na uchafu mwingi. But because the mother accepts that, lakini kwa sababu mama hiyo show the love to the child, anaonyesha upendo kwa mtoto. Somebody who gives you love when you are dirty. Maana mama anapatiana upendo. Who accepts you when you are a failure. Nani anaweza kukubalia wakati umeanguka? This person is very important. Maana haya ni mambo ya maana sana tunayosema. It is important. Na hivyo ni kitu cha maana. Ask for the wisdom. Uulize hekima. That is from above. Ile inatoka mbinguni. In order to have the skills. Ili ya kwamba uweze kuwa na silaha. You need to have the guidance. Ili upate choose what type of course you want to do. Ili uweze kuchagua ni njia gani. You will never be the same. Ili usikue kama our goals because of the decision. Ili ya kwamba uweze kuwa mshindi kwa sababu ya uamuzi. We are helped because of our mothers, they love us. Tunasaidiwa tukiwa na wamama wanaotusaidia. Choosing. Are we still together? Tuko pamoja. As we mature, vile tunaendelea kukua within the Lord Jesus Christ, ndani ya Yesu Kristo, we become more independent. Huwa tunakuwa tunajisimamia kwa zile vitu. We have become increasingly more and
and aware of what is important in Na our kwa life. hivyo sasa tunaanza kujua ni nini ambayo ni ya maana kwetu. You exactly know what is important to you. Unaanza kujua ni nini ya maana. You know yourself what is more important. Wewe mwenyewe unajua kilicho cha maana. I will repeat this. Wacha nirudie tena hii. Know yourself who you are. Jielewe wewe ni nani. Are you a wife or a woman? Wewe ni Are you mwanamke. a wife or a mother? Are you a wife or a mother? Let me put that. Anasema hivi, jielewe kama wewe ni mwanamke ama ni bibi. A wife is not a mother. Bibi sio mama tu. Aha. We'll talk about it sometime. Hiyo tutaongea baadaye. Are you a wife or a mother? Je, wewe ni bibi ama ni mama? If you are a wife, Kama wewe ni bibi, you have a position. uko basi na mahali. When you are a mother, Kama wewe ni mama, you have something important. uko na kitu cha maana. A mother takes care. Maana mama A mother anajali. have more concern. Yeye anajali. A mother put his children within her heart. Mama yeye anaweka watoto wote Even when kwa the roho. child is crying, Maana hata kisikia kilia, feel something is not well in his anasikia stomach kitu sio sawa. because she is a mother. Maana yeye ni mama. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. We want Jesus to help us. Tunataka Yesu atusaidie. What am I saying now? Ni nini ninasema sasa? I'm saying this. Ninasema hivi, When we begin wakati to be tunapoanza aware of who we kuelewa are, kwamba sisi ni nani, why we are here, ni kwa nini tuko hapa, you think and ask yourself, na utafikiria na utajiuliza, why I am here? ni kwa nini niko hapa? What can I do with my life? Ni nini nitafanya na maisha yangu? What can I offer? Je, ni nini within my life? nitapeana? And where will I be after death? Na pia nikikufa nitakuwa wapi? You are now thinking about yourself. Sasa unajifikiria wewe mwenyewe And you will have a better decision. ili uweze kuamua vizuri. What am I saying? Ninasema nini? Every child of God Kila mtoto wa should Mungu have the answers of this ministry ako question. na majibu na haya maswali. Are you a child of God? Je, wewe ni mtoto wa Mungu? You know, we have a lot of philosophical questions within our life. Mahali ambao wale wasomi wako na maswali. Who am I myself? Mimi ni nani mwenyewe? Why I am here? Ni kwa nini niko hapa? What can I do with my life? Ni nini nitafanya na maisha And yangu? where will I be after death? Na nitakuwa wapi wakati nitakufa? Death is reality. Maana kifo ni kweli. The funny thing with death, Kitu cha kushangaza na kifo, well-educated people die. wale wasomi sana wakufa. Those people with wisdom, they die. Wale watu wa hekima wanakufa. Those people with wealth, they die. Wale watu wako na utajiri yote wanakufa. Everyone will die. Kila mtu atakufa. Wise people die. Ni kwa nini wanakufa? After death, where will they be? So baada ya Where are kifo they going? watakuwa wapi na wataenda wapi? It's about decision. Ni uamuzi, Decision. uamuzi. The true answers Majibu to ya these questions ukweli are in God's way. katika maswali na Through maswali Jesus haya Christ. iko kwa Mungu na katika Kristo Yesu. We are special creatures. Sisi ni viumbe vya kipekee. Because we were created by God. Maana tuliumbwa na Mungu Through the Lord Jesus Christ. kupitia kwa Yesu Kristo. We have an eternal soul. Na sisi ni watu wa kuishi milele. We are a demonstration of His hands. Sisi tutakuwa ni mikono kasi ya A work, His work, ni kazi kwa kazi and an yake. extension of His being. Na sisi tutakuwa katika mfano The wa reason we are here sababu ambayo tuko hapa is for loving Him ni kwa sababu and serving Him. kuna kitu kiko hapa tufanye. Do you love God? Tunampenda Mungu. Amen. Hallelujah. Do you serve Him? Je, unampenda? Or you are just doing
what you are doing because of other people's influence. ama wewe unafanya tu kwa sababu ni watu umeona wanafanya. What I'm saying here is, Kile nasema ni hiki. Moses, Musa when he grew up, wakati he alikuwa refused, alikataa, choosing aliamua to suffer with God's people. aliamua kuumia na watu wa Mungu. What is your decision? Je, uamuzi wako ni gani? What is your decision? Uamuzi wako ni gani? Your decision is to follow those who have a lot of crowds. Ama wewe unataka tu kufuata wale watu wako na vikundi? When there is no crowds, you don't come to church. Wakati hakuna vikundi You ama don't watu even wengi, have time with God. haukuji kanisani maana una wakati na Mungu. What is your decision? Uamuzi wako ni gani? What I'm saying is, Kile nasema we ni have a choice sisi tuko na of uamuzi going to the new city, kwenda katika mji mpya, the new Jerusalem, Yerusalemu mpya, or the new heaven, ama mbinguni mpya, depending on our spiritual growth, kulingana na vile tumekuwa kiroho, the degree of spiritual growth in Christ. vile tumekuwa katika kiroho ndani ya Are Yesu. you growing in Christ? Je, unakuwa katika Kristo? Hallelujah. Praise the Lord. You know, when Israel was in Egypt, Unajua wakati Israeli ilikuwa huko Misri, God said, Israel is my firstborn son. akasema ya kwamba Israeli ni mwanangu wa kwanza. When Israel was in the wilderness, Wakati Israeli ilikuwa changwani, Israel became a church. Israeli ikawa kanisa. In Canaan's land, Wakati ilifika Kanani, she became a wife. akakuwa mwanamke. In Jerusalem, she became a mother. Katika Jerusalem ikawa ni mama. Women are not only women. Women, wanawake sio tu ni wanawake. They are supposed to grow, Ni lazima wakue to be mothers. ili wakue mama Amina. ama wamama kwa Kiswahili. Amen. Amen. Mothers. Wamama. What are you doing Unafanya nini with your life? na maisha yako? What are you targeting with your life? Je, unafanya nini na maisha yako? As Moses grew you, I can't forgive. Siwezi. How many people Ni watu in wangapi your heart, katika roho yako you can't forgive them? uwezi You kuwasamehe, can't forget them. uwezi kuwasahau? Can I come again? Nirudie ama niwache? Women, Wanawake, have bad influence tuko to us, your children. tuko na hali ya kufuta watoto wetu katika njia mbaya. I'm breaking the silence now. Sasa unajua hiyo kimya ninaifunja. When a man does not have money, Wakati mwanaume hana pesa, when a man can't put food on the table, wakati mwanaume hawezi weka chakula kwa and meza, you have money, na wewe uko na pesa, you ill-treat that man. unamchukia huyo mwanaume, And even the children will not even respect their na father. hata watoto hawawezi kumheshimu kama baba yao. Amen. Yeye alikataa miungu ya Misri Because he knew that the riches of Christ kwa sababu alijua utajiri wa will Kristo. always and shall be greater than Ile wakati alijua ya kwamba hiyo ndio utajiri kubwa kuliko zenye angepata. What is your decision in life? Uamuzi wako ni gani? What is your future? Je, maisha yako ya mbele yako aje? Amen. Hallelujah. The future is on your decision. Amen. Maisha yako ya mbele iko katika uamuzi What wako. you decide Kile utaamua, will take you far. hiyo ndio itakupeleka mbali. The problem with ladies is this. Shida na wanawake ni hii. Do you want me to go about it? Unataka To tell you niwaambie the truth about this? niwaambie ukweli ama You niwache? have a problem. Muko na shida. The unforgiving spirit. Ile kitu inaitwa roho ya kutosamehe. Mercy, Lord. Amen. Amen. Unforgiving spirit. Muko na roho ya kutosamehe. If you do not forgive Ikiwa uwezi and forget, kusamehe na you usahau, will not have relationship with God. uwezi kuwa na uhusiano na Mungu. Have mercy, Lord. Thank you, Jesus. Amen.
Amen. I'm talking to you. Ninawaongelesha. What do you think about it? Je, mnafikiria nini? How many people in your life, Ni watu wangapi katika maisha yako? those who are in your heart? Wale wako ndani ya moyo wako. You know other people I can forget, but not this one. Unaachiwa kuna watu ninaweza samehe kabisa, lakini sio hawa. This one, Huyu I can't forgive. siwezi. How many people Ni watu in wangapi your heart, katika roho yako? you can't forgive them. Huwezi You kuwasamehe. can't forget them. Huwezi kuwasahau. Can I come again? Nirudie ama niwache? Women, Wanawake, they have bad influence tuko to us, your children. tuko na hali ya kufuta watoto wetu katika njia mbaya. I'm breaking the silence now. Sasa unajua hiyo kimya ninaifunja. When a man does not have money, Wakati mwanaume hana pesa, when a man can't put food on the table, wakati mwanaume hawezi weka chakula kwa and meza, you have money, na wewe uko na pesa, you ill-treat that man. unamchukia huyo mwanaume, And even the children will not even respect their na father. hata watoto hawawezi kumheshimu kama baba yao. Amen. You just go and close the gate. Namwambia tu mtoto, enda funga geti. No respect Hauna hata for your own husband. kwa bwana yako. That was your decision. Hiyo ni uamuzi. And your children also will not respect you Na watoto siku moja because of the influence you put. hawatakuheshimu. They Ile say, hali "Oh, these people, they do uliweka not ndani agree." yao, My father and mother, they do not agree. na They have the wanajua problem. baba na mama Let me hakuna tell mahali you, wanasikizana. our children think better than us. Wacha nikuambie, watoto wetu wanafikiria vizuri They kutuliko, are more determined than us. na wao wanaamua vizuri kutuliko, They see the actions we do. maana wanaona kile tunafanya. Decisions. Uamuzi. How do you handle your men? Je, unaweza kumsaidia bwana? Some of you, Wengine wenu you even destroy your own marriage. huwa unaharibu ndoa yako. I know, Bishop, you are supposed just to talk about Moses, not where you are going with that. Sasa tulikuwa tunaongea kuhusu Musa. I'm Sasa hii saying maneno we umeanza want kuamua. to make things right now. Wacha tuweke vitu vizuri sasa. Amen. You have a wrong decision in your life. Ulifanya uamuzi mbaya katika maisha yako. Is that right? Iko sawa? There is something we can learn here. Hiyo ni kitu tunaweza We soma. are talking about Moses. Tunaongelea kuhusu Musa. But Jesus said this one day. Lakini Yesu akasema kitu moja siku In moja. chapter 5 of Matthew, Matthew mlango wa 5. I'm talking to you. You Inakuongeleza have unforgiving spirit. wewe mwenye hauna msamaha You don't ndani want yako. to forgive. Lazima You don't want to forget. lazima usamehe na You will msamaha. never ever have a relationship with God Hauwezi kuwa na uhusiano na Mungu when you cannot forgive. kama huwezi When you cannot forget. wakati huwezi kusahau. Let's read chapter 5, 5 verse 23 and 24. 24 na 25. We are going to read something here. Kuna kitu tutasoma. Agree with thy adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verse 26. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out hence, till thou hast paid the uttermost heaven. This is what we have. What am I
saying here? Ni nini linasema hapa? The Bible is talking about agreeing with Biblia what inasema is said. kuhusu kukubaliana. Hallelujah. Amen. When you read it very well, Wakati unaisoma vizuri, when you start with the right scripture, where the scripture starts, wakati unapoangalia mahali maandiko it tells inaanza, us about when we want to give the gift. wakati inasema tunataka kupeana kipawa, The first thing you must remember, kile kitu cha kwanza when unastahili you kukumbuka, are not agreeing with somebody, kama hamtakubaliana na leave mtu, your gift first before you offer it. waachana na hiyo kipawa yako kwanza. But because nowadays it's not like that, Lakini kwa sababu siku hizi sio hivyo, you just come and give your offering, wewe unakuta tu unapeana sadaka then you yako go. na unaenda. Is that right? Si ni hivyo? Yes, that's what is happening. Hiyo ndio inafanyika. But that is not the whole thing we must do. Lakini sio hivyo, The tunastahili Bible talks kufanya. about leaving your gift. Biblia inasema acha kipawa yako. When you leave your gift, Wakati umeiacha, then you go and reconcile enda utafute uhusiano with your. na yule nani? Adui yako. You go and reconcile. Muende mukubaliane na Go yeye. and fix your life. Enda muungamukane na The yeye. problem we have with women in the church, Shida tunayo kanisani, they come to church while in their houses things are not well. wao wanakuja kanisani, nyumba zao zimeharibika. Things are not well in your house, Vitu hasiko sawa in nyumbani, your family. katika nyumba yako. You don't even treat your husband as your husband. Hata huwezi kumheshimu bwana yako kama bwana yako. He's almost a garden boy to you. A garden boy. Yaani njia ingine huyu mwanaume amekuwa kama ni shamba boy. You don't even respect your husband. Hata huwezi kumheshimu. You gave me time to talk. Mtanipea wakati nitaongea. I'll preach it. Mimi nitaihubiri. And the problem will be ours. Na shida itakuwa ni yetu. This doesn't need any counseling. Hii haitaji uende kwa mtu When ambaye you fell in love with that man, kama ulianguka, it was your decision. ilikuwa ni uamuzi That, yako. oh God, I want a husband. Ndio ulisema And Mungu God gave you a husband. mwanaume. You no longer want a husband. Sasa hivi You utaki want a mwanaume. toy. He's now a toy. Yeye amekuwa toy. You play with him. With the Mnamchezea remote control. na remote. Amen. Choosing. Uamuzi. What is your choice? Uamuzi wako ni gani? What is your choice? Uamuzi wako ni gani? What I'm saying this. Kile ninasema ni hiki. When you come here, Wakati unakuja first of all, kitu cha kwanza you need reconciliation to your husband. unahitaji uwe na uhusiano You na need bwana yako. reconciliation to someone. Unahitaji ushirika mwema na mtu fulani, You have that person in your life. yule ambaye unachukia, You can't even forget. hata huwezi kusahau, You can't even forgive. huwezi hata kumsamehe. Our Lord and Savior Jesus Christ Yesu Kristo did not leave us hakutuacha in an illusion mahali ambao to make us believe this world. ili tuweze kuamini He ulimwengu. gave us instruction. Yeye alitupatia mwelekeo. Jesus was in touch every day. Yesu alikuwa kanisani kila wakati. He was moving on a daily basis. Yeye alikuwa anatembea kila He mahali. was preaching in the Yeye synagogue alikuwa anahubiri kila to wakati, the scribes and to the Pharisees. akihubiria wale Masadusi. We have the generation of the Pharisees in the church. Yeye alikuwa anawahubiria kanisani. They come and they pretend to worship God. Wao walipia anawaambia Things kuhusu, are not right in their lives. maana ile ilikuwa katika ndani The ya problem with kanisa. the church of today Kanisa na shida is yao hypocrisy. ni watu kutoendelea. You know, where we are going now is no longer right. Yaani ninajua hata mahali unaelekea sio pazuri. Amen. Amen. Why can't you preach the message, not where you are going? Mbona tusihubiri injili sio mahali? We expect the perfect church. Tunataka kanisa imesimama. We want people to have their own decisions. Tunataka watu kushikilia They misimamo. must make right with God. Lazima wawe na uhusiano na Mungu. Things are not right in your life. Yesu katika maisha yako. Jesus
Yesu, He walked in the marketplaces. yeye alienda katika soko, And he was eating with common people. na yeye alikuwa anakula na watu kawaida. Amen. Amen. Eating with publicans and sinners. Yeye alikuwa anakula na watu wameokoka. That was Jesus. Yesu, He had no problem with anyone. yeye hakuwa na shida na mtu. You have problem with your own husband. Wewe uko na shida na bwana yako. Somebody who paid a toll to you. He paid a toll. Yeye mwenye alitoa mali kwako. Important thing in your life. Kitu cha maana To maishani make the right decision. ni kuchukua uamuzi mzuri. Choosing. Uamuzi. Hallelujah. You go to church. Unaenda kanisani, You go to work. unaenda kwa kazi, But you have people in your life. lakini unabebana na You say watu, you can't forgive. uwezi samehe. How many people in your life? Ni watu wangapi maishani Why can't you forgive? uwezi kuwasamehe? Are you a child of God? Wewe ni mtoto wa Mungu, Are you born again? umezaliwa tena.